Inawezekana kuna vitu ambavyo uko nakutana navyo kwa namna moja ama nyingine ukadhani kwamba linakuwa ni kama movie la kuhadisiwa, lakini pia inakuwa ni kama picha ambayo inakuwa ina mwanzo na mwisho. Sasa nikupe taarifa nyingine ambayo inawezekana kwa wewe ambaye sasa hivi ukawa nyumbani umelala, inawezekana ikawa ni changamoto, lakini pia inawezekana ikakushtusha kidogo, kwa sababu inawezekana kulipo kwa kulala, lakini sio bongo. Inawezekana nikakwambia bongo alafu ukajaribu kuuliza kwamba ni wapi ambapo unaweza kulala lakini pia ukalipo kutokana na kulala kwako. Lakini taarifa hii ni kwamba kuna muda inaonekana kama ndoto, lakini nchini Hispania ni shindano halisi, kwa sababu kila mwaka watu kusanyika kwenye maduka makubwa kushindana nani ambaye anaweza kulala usingizi mzito zaidi katikati ya kelele, lakini pia mwanga mkali, lakini pia na usumbufu mwingi. Ashunko hapa Arusha, inawezekana unaenda kulala katika soko la Kilombero na upate usingizi. Sio kama unaenda alafu unaanza kuwaza vitu vingine ambavyo vinakuwa ni tofauti. Lazima ufike pale kwa kuwa ni shindano na kunakuwa na maxi ambazo zinatolewa. Sasa katikati ya watu wengi, lakini pia sehemu ambayo ina kelele kwa wingi. Ukiachana na hivyo pia nani ambaye anaweza kulala usingizi mzito zaidi? Unajua kuna mtu ambaye anaweza kulala lakini akisikia mtu anatembea kwa hapo mlango wa nyumbani anafahamu kwamba kuna mtu anakuja, lakini pia kuna mtu ambaye inawezekana akilala kwa wakati huu mpaka umwagie maji baridi ndio anaamka na kushtuka kwamba alikuwa amelala. Imagine. Lakini pia kuna vitu ambavyo vinakupa alama za ziada kwa hapo Hispania katika shindano hili ambalo unaweza kushinda hadi milioni 2 kwa kulala ndani ya dakika 20. Alafu ukitoboa na dakika 20 kuna milioni 2 yako. Lakini baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakuongezea max katika shindano hilo, cha kwanza ni kulala kwa haraka, lakini cha pili ni kukoroma kwa sauti kubwa. Yapo ni sehemu ambayo ina kelele, lakini ukilala kwa haraka lakini pia ukikoroma kwa sauti kubwa, kuna kitu ambacho unajiongezea, lakini pia ni alama ambazo unakuwa unajiongezea katika shindano lako. Lakini pia hata kupiga pozi la kuchekesha ukiwa umelala. Kuna watu ukikuta wamelala, mzee wangu, inakuwa ni changamoto kwa sababu wanafurahisha namna ambavyo wamelala, linakuwa ni pozi tosha. Ukifanya vitu hivyo vya msingi vitakuongezea alama za ziada katika shindano ambalo unashiriki, shindano la kulala dakika 20 kwa milioni 2. Na mnamo mwaka 2010 mfanyakazi wa ujenzi aliweza kushinda shindano la kwanza kabisa, na aliweza kulala kwa dakika 18 pekee. Ndani ya dakika 20 akalala kwa dakika 18. Lakini narudi kwa utatoba kwa dakika ngapi? Nitafurahi sana kusoma maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote.